والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah thumma alhamdulillah, hatunabudi ila kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupatia fursa nyingine ya kuwa pamoja katika kikao muhimu katika maisha yetu, kikao ambacho Allah subhanahu wa ta'ala huwa anakifurahia anapokiona, na kikao ambacho kimetafsiriwa kwamba ni kikao katika bustani miongoni mwa mabustani ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho peponi. Hakika hamna silaha iliyo njema zaidi kama silaha ya Muislamu kutafuta ilmu kwa kusudio la kujijenga yeye mwenyewe kwanza, alafu akajenga na familia yake, akajenga na jamii yake, akajenga na mujtama na umma kwa ujumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake, kitu cha kwanza, amri ya kwanza, sheria ya kwanza aliyoiweka ilikuwa ni kutafuta elimu, ni kupata elimu, ni kuelimika, kwa sababu bila ya kuelimika mwanadamu huwa amehasirika. Alhamdulillah, ni neema kati ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sisi tumepata fursa ya kujifundisha mawili matatu ili kusudi tuwe watu ambao tunakuza mustawa wetu kila siku na tunabadilika katika viwango vyetu vya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ili kusudi tuweze kumtii na kumfuata tukijua ni nini tunachokifanya. Mwanadamu anapofanya kitu kwa utumiaji wa elimu, basi kile kitu kinakuwa ni chenye kufanyika kwa faida kubwa sana. Na mwanadamu anapofanya kitu kwa sababu ya kuigiza vile wale wengine wanavyofanya, basi mara nyingine inakuwa ni hasara tupo katika maisha yake. Kwa hivyo kule kujielewa wewe mwenyewe kama mwanadamu ndipo chanzo kilipo cha kumuelewa Allah subhanahu wa ta'ala na kufurahia kazi ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuja akaifanya. Ndio maana leo mimi na wewe tuko katika hali ya kumtambua, kumwabudu na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Mada yetu ya leo ni mada ambayo inatugusa sisi wote, na ni mada ambayo kwa hakika kila mmoja wetu anahitaji, kwa sababu ukiangalia mkono wa kushoto, ukizunguka mkono wa kulia, ukiangalia mbele, ukirudi nyuma, unasikitishwa na mikosi inayowapata watoto wetu katika kila nyanja za maisha. Na kama wataalamu wanavyosema, ujauzito, kubeba mimba na kuzaa ni jambo dogo sana ukilinganisha na ile kazi iliyopo ya katika malezi. Na bahati mbaya ulimwengu unabadilika kila wakati. Vile wazazi wetu walivyotulea sisi sivyo vile inavyotakikana sisi tulee watoto wetu, kwa sababu watoto wetu wamezaliwa wakati tofauti na wakati tulipozaliwa sisi, na kwa vile wakati wao ni tofauti, malezi yao pia yatakikana yawe tofauti. Ni msiba mkubwa sana kwamba mzazi aswa mama
atakuwa amepata shida ya ubebaji ujauzito, akapata shida ya kujifungua, akapata shida ya kunyonyesha na kumkuza mtoto mpaka akawa anaweza kujisimamia, na baadaye yule mtoto akamtoka katika mikono akapotea katika giza la ulimwengu tunaoishi hivi leo. Hakuna mtu anayetaka apande mbegu alafu asipate mavuno. Kila anayepanda mbegu wana imani kwamba atapata mavuno yaliyo mazuri. Na hakuna mzazi anayetaka azae mtoto amlee alafu ampotee. Kila mzazi tegemeo lake ni kwamba yule mtoto atakuwa bora kuliko alivyokuwa mzazi. Tukitafakari kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka tufanye, vizazi vingi unakuta wazee walikuwa ni watu wa nidhamu, watu bora, watu waliokuwa kiuchumi, lakini watoto wetu wa karne ya sasa hawana mategemeo katika ukuaji wao, uendeleaji wao na maisha yao kwa ujumla. Ndio maana inakuwa ni dharura kwetu sisi tukipata nafasi, tukipata fursa, iwe tunaelimishana jinsi ya kulea watoto wetu katika malezi yaliyo mema, malezi yaliyo mazuri, malezi yenye faida, ili wasiwe ni wenye kuhasirika katika maisha yao. Karne 21 ni karne iliyojengwa katika misingi minne, na mama ambaye anataka kulea mtoto aweze kuishi katika karne ya 21 ni lazima pia yeye azingatie misingi minne. Msingi wa kwanza wa karne ya 21 ni kwamba mama yeye mwenyewe kwanza anatakikana awe atajielimisha. Mara nyingi huwa tunafanya makosa kwa kufikiria kwamba uzazi na malezi ni kitu cha kawaida, kama vile wewe ulivyozaliwa, kama vile wewe ulivyolelewa, basi pia watoto wako utawazaa na utawalea. Kwa hivyo wengi wetu huwa tuna imani kwamba haina haja ya kusoma kuhusu uzazi na malezi, ijapokuwa hii ni elimu muhimu sana katika maisha yetu. Na kwa sababu mara nyingi huwa hatuoni dharura ya kujifundisha jinsi ya kuzaa mtoto atakayekuwa na afya, na nikisema afya simaanishi ukosefu wa maradhi peke yake. Afya ni kwamba ana akili nzuri, afya ni kwamba awe atamwogopa Mwenyezi Mungu, atakuwa na moyo mzuri, afya ni kwamba ataweza kuingiliana na watu na kuishi na watu vizuri. Afya ni kumaanisha atakuwa hatumii vitu vinavyomdhuru maisha yake. Afya inamaanisha atakuwa anamwogopa Mola wake. Maana ya afya si ukosefu wa maradhi peke yake. In fact, afadhali mtu awe na maradhi ya kiwiliwili kama homa, kama mafua, kama tumbo, hata usukari, kuliko kuwa na maradhi ya kwamba una moyo ambao hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, una moyo ambao hauna kicho na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, hauna uwezo wa kuishi na watu wengine na kukubaliwa katika jamii na kuwa na ustaarabu wa kuweza kuvumilia udhaifu wa wale walioko karibu na wewe.
na kuwa na nguvu za kukubali kwamba kuna watu wengine watakuwa bora kuliko wewe, na wewe lazima ujitahidi usonge mbele. Afya ni kwamba wewe umekamilika katika maumbile yake na maumbile ya mwanadamu ni aina 6. Umbile la kwanza la msingi ni umbile la nafsi, la roho. Yani uwe na nafsi, uwe na roho ambayo inamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe na moyo ambao hauna chuki na wengine, bali umejaa upendo wako wewe mwenyewe, wa ndugu zako, wa jamaa zako, majirani zako na wengineo waliokuzunguka. Uwe na ulimi ambao kila ukitamka unatamka maneno yenye kuridhisha masikio ya wengine. Una ulimi unaotamka maneno yenye kujenga uhusiano mzuri. Uwe na ulimi ambao ukitamka unatamka maneno ya kujenga undugu. Uwe na ulimi ambao ukitamka utatoa maneno ambayo yatamfurahisha yule anaye kusikia na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na desturi na mila ambazo zimejengwa katika ustaarabu uliofungamana na sheria yetu ya dini yetu ya Kiislamu, ili kusudi uwe unalolifanya hapa duniani litachangia vile utakavyokuwa kesho akhira. Hiyo ndio afya. Kwa hivyo mama anatakikana ajenge afya yake kwanza kabla hajajenga afya ya mtoto wake. Mama ikiwa amejenga kiwiliwili chenye afya kisichokuwa na maradhi, ni kumaanisha atakuwa na uwezo na nguvu za kumlea mtoto wake bila ya uchofu na bila ya madhara ya maradhi ya aina yoyote. Mama anayejichunga kile anachokula, kile anachovaa na kile anachofanya mbele ya watoto wake. Kwa hivyo mama wa karne ya 21 anatakikana kwanza aitunze nafsi yake ili kusudi awe mfano mzuri kwa watoto wake. Sio ajabu kuona maisha ya leo mama amekosa mwelekeo, mpaka watoto wamekosa uwezo kumthamini, wa kumheshimu na kumtarajia kwamba atakuwa ni mama aliye mwema. Kwa hivyo ni kazi yenye ujira mkubwa sana, ni kazi yenye malipo makubwa sana, ikiwa utakuwa mama ambaye unafanya kila bidii ili kusudi kusipatikana udhaifu katika maisha yako, ikawa ni sababu ya kuharibikiwa na mtoto wako. Kama tunavyoambiwa kwamba mama ndiye madrasa ya kwanza, ndiye shule ya kwanza mtoto anayopata elimu. Sasa hii shule ikiwa haina elimu, mtoto atasoma nini? Hii shule ikiwa haina ustaarabu, huyu mtoto atasoma nini? Hii shule ikiwa haina adabu, huyu mtoto atasoma nini? Hii shule ikiwa haina mwelekeo, huyu mtoto atasoma nini? Hii shule ikiwa hakuna mfano mzuri, mtoto atajifundisha nini? Kwa hivyo huyu mama anaoitwa shule ni mama ambaye atakikana aangalie kila maumbile aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala,
ayatengeneze vizuri, ili kusudi awe kweli ni shule ya kwanza. Kama tunavyosema kila siku, miaka ya kwanza ya mtoto ndio msingi unaoamua huyu mtoto atakuwa na maisha gani. Kama tunavyojenga nyumba zetu, ukiwa msingi wa nyumba ni mzuri na ni madhubuti, unaweza kwenda ghorofa baada ya ghorofa baada ya ghorofa. Lakini ikiwa msingi wa nyumba ni dhaifu au na nguvu, hata ghorofa mbili huwezi kujenga. Na ikiwa mtoto wetu hatukumpa msingi mzuri katika miaka yake ya kwanza minane, basi hawezi kukua kufikia kiwango chochote cha juu na akawa mtu mwenye kujulikana katika maisha yake. Kwa hivyo ni sisi tuchukue juhudi ya kufanya nyumba zetu ziwe ni shule yenye manhaj, yenye syllabus inayomfaa mtoto wetu kuweza kuishi katika karne ya 21. Karne ya 21 ni karne ya elimu. Ukimnyima mtoto wako elimu, umemnyima uwezo wa kuweza kuishi katika karne ya 21 na kufurahia maisha yake. Karne ya 21 hakuna mtu ambaye atakuwa na sababu muhimu ya kwa nini mtoto wake asipate elimu, kwa sababu elimu imetawanyika wakati wa sasa. Kila upande ukizunguka kuna shule, kila upande ukizunguka kuna madrasa, kila upande ukizunguka kuna mwalimu, kila upande ukizunguka kuna kitabu, kila upande ukizunguka kuna masomo. Sasa yule ambaye atakuwa ni mvivu katika kusoma, atakuwa hana sababu yoyote ya kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini watoto wake hawakusoma. Wanataka kurudia tena, msingi wa mwanzo wa karne ya 21 kwa mama yoyote ambaye atakuwa mama mwenye athari katika maisha ya watoto wake ni msingi wa elimu. Ikiwa mama hatujenga kwanza msingi wa elimu yake, akawa ni mama anayejua kila anachokifanya, anajua thamani ya kumpatia mtoto maziwa ya mama, anajua thamani ya kumsaidia mtoto kujifunza lugha njema, anajua thamani ya kumwekea mtoto wake mikakati inayofaa ili kusudi apate maisha mema. Na hatuna sababu pia ya kutofahamu yale mambo ambayo yanahitajika katika mwanzo wa malezi ya watoto wetu, kwa sababu wamama wengi hivi leo wanalia, na wanalia machozi ya damu, sio machozi ya kawaida. Ukitaka kufahamu jambo hili, chukua nafasi kila siku uende pale kotini, uwaone kina mama wakililia uhuru wa watoto wao. Wameshikwa wakivuta bangi, wameshikwa na madawa ya kulevya, wameshikwa wakibaka watoto wa watu, wameshikwa wakiiba, wameshikwa wakipiga watoto wengine mapanga. Kila usubuhi ukienda pale kotini utaona mabuibui yamejaa. Watu wanauza dhahabu zao, watu wanaweka majumba yao rehani, watu wanafungua WhatsApp groups kutafuta msaada wa kuwaokoa watoto wao. Lakini ninavyosema mimi na wanaosema waliosoma kuliko mimi, wanasema ukiogopa kumkasirisha mtoto wako akiwa mdogo, kumuudhi mtoto wako akiwa mdogo,
kumnyima mtoto wako akiwa mdogo, basi atakunyima wewe uhuru wako akiwa mkubwa, atakunyima wewe raha yako akiwa mkubwa, atakunyima wewe mapato yako akiwa mkubwa. Ukikataa kutumia shilingi 1000 kumpeleka mtoto wako madrasa apate elimu, utalipa 1100 ili mtoto wako atolewe korokoroni. Ukikataa kukaa na mtoto wako nyumbani ili kumuongoza awe mtu wa kisawasawa, utakaa naye hospitalini kwa sababu amepigwa panga na amepasuliwa kichwani. Kwa hivyo kule kujinyima wewe kama mama mtoto wako akiwa mdogo ili kumlinda asiingie katika madhara ya karne ya 21, basi utajinyima uhuru wa kufurahia maisha yako wakati umekuwa mtu mzima na pengine hata nguvu huna tena. Kwa hivyo ni jukumu letu kama kina mama kufanya kila kinachohitajika kufanywa wakati watoto wetu ni wadogo. Wanasema udongo upatilize ungali maji, samaki mkunje angali mbichi, chuma kigonge kingali moto, na mtoto mrekebishe wakati ni mdogo. Usingoje mpaka amekuwa mtu mzima, damu yake imejaa ulevi, damu yake imejaa muguka, damu yake imejaa uhalifu, alafu sasa ndio watakumrekebisha awe mtoto mzuri. Katika ua lenye thamani ni wardi, na wardi huwa limezungukwa na miba. Ile miba kazi yake ni kuwazuia watu isiwe rahisi kwao kulitoa lile wardi, kwa sababu thamani ya ua ni wakati ule liko kwenye mti wake. Ukilitoa kwenye mti wake masaa mawili yakipita, lile ua hukosa thamani yake. Na thamani ya mtoto ni kumkuza pale kwa nyumbani na wazazi wake. Ukimwachilia kwa sababu moja ama nyingine, basi utamkosa baadaye, hata kama utakuwa una uwezo wa kumrekebisha, na saizi wakati wa kurekebishika umemalizika. Wanasema mothering, yani kuwa mama ama kuweza kuwa mama ambaye analea, ni uwe kila usubuhi, kila mchana, kila siku, kila usiku unamjengea mtoto motisha ya kutamani wa mtu aliye bora. Kila aliyefanikiwa katika maisha, fikiria mtu yote aliyefanikiwa katika maisha, mtu yote ambaye anajulikana ulimwenguni hivi leo, ukisoma historia yake huwa amefanikiwa kwa sababu alikuwa na mama aliyefanikiwa. Imam Malik alizaliwa akiwa kipofu. Mamake akawa naomba mchana na usiku Allah subhanahu wa ta'ala amuondolee mwanawe upofu, akiomba kwa dhahiri na kwa siri. Allah subhanahu wa ta'ala akamkubalia dua mamake Imam Malik, na leo hakuna mtu atakuwa mtaalamu wa hadithi bila kusoma Muwatta Imam Malik. Lau mamake hakumuombea ili apone kutokamana na upofu, leo ungekuwa hatuna kitabu kinachoitwa Muwatta Imam Malik, na tungekuwa pengine hatujui ni hadithi gani ambazo leo Imam Malik ametufundisha. Na ndio maana dada zangu, katika dua, miongoni mwa dua, hakuna dua iliyo na uwezo wa kujibiwa kwa haraka kama dua ya mama kwa mtoto wake.
kama dua ya mama kwa mtoto wake. Usitegemee tu uwezo wako, usitegemee tu ujuzi wako, tegemea pia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maisha yetu tumepewa ofa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba tukizitumia hizo ofa na tukaomba dua, basi tutapata jawabu kwa urahisi. Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye atakuwa na uwezo wa kuamka katika robo ya mwisho ya usiku na akaniomba chochote anachotaka, basi nitamjibu. Kwa hivyo ikiwa unachotaka ni mtoto wako awe na mafanikio katika maisha yake, huo ni wakati mwafaka wa wewe kutoka katika kitanda chako na kujibumburusha kutoka katika usingizi wako, ili kusudi umwombee dua mtoto wako ili afanikiwe katika maisha ya leo na maisha ya kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema, yoyote anayeniomba katika hali ninayoipenda zaidi, basi kujibu dua yake inakuwa rahisi. Na ni hali gani Mwenyezi Mungu anayoipenda zaidi? Ni hali ile Muislamu anapokuwa katika sajda, wakati umesujudu, ukimwomba Allah dua yoyote wakati umesujudu, Allah kuitikia dua kama hiyo inakuwa ni rahisi. Kama unampenda mwanayo, swalatul hajja, alafu ufanye sajda zako ziwe ndefu, na katika kule kusujudu iwe unamwombea Mungu mwanayo apate mema hapa duniani na mema kesho akhira. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kila mmoja wetu amepewa majukumu, na kina mama wamepewa majukumu mazito zaidi hata kuliko kina baba. Kwa hivyo lile jukumu lisikushinde wakati ambapo Mwenyezi Mungu ametoa ofa kwamba yeye yuko tayari kukusaidia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wakati mnapozifungua mbingu na maji yenye baraka yakawa yanateremka, mtu yoyote kipindi hicho akiinua mikono yake kuniomba, nitamjibu dua yake. Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati anapoiteremsha mvua huwa ni wakati ana furaha, ameridhika na sisi, na kwa hivyo anaiteremsha ile mvua kwa kasi. Allah subhanahu wa ta'ala akisema kwamba mtu akiwa amefunga na kile kipindi ya kabla hajafungua saumu yake, akiinua mikono yake kuomba dua yoyote, nitamuitikia na nitajibu. Kwa hivyo zile ofa zilizopo za sisi kama wazazi, kina mama, kuwaombea watoto wetu maombi mazuri ili wafanikiwe katika maisha yao hapa duniani na kesho akhira, ni ofa nyingi kabisa. Sadaka hata kama ni peremende, alafu ukaunua mikono ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua yako na anakupa unachoomba. Kwa hivyo mama ambao ni mama wenye tamaa, nia na makusudio ya kuwa na watoto ambao watakuwa ni maua ya kupendeza macho yao na sauti nzuri zenye kufurahisha masikio yao na maisha mazuri yanayojenga kesho yao na msimamo mzuri utakaojenga sifa zao, basi mama huyo anatakikana kila wakati ulimi wake usikauke mate katika kumwombea mtoto wake aepukane na shari zote za karne ya 21. Hii karne ni karne ambayo uchi umekuwa fashion na uvaaji vizuri umekuwa ushamba, yani unakuwa fashionable
ikiwa umevaa nguo inaonyesha uchi, hiyo ni fashion. Lakini ukivaa nguo ambayo imekustiri, huo ni ushamba. Karne ambayo ukifanya mema, ukifanya ya kheri, unaonekana hujaendelea, lakini ukifanya ya shari, watu wanasherehekea. Karne ambayo mamama wamekuwa ni watoto na watoto wamekuwa ndio wazazi. Yani badala ya watoto kufuata amri za wazazi, wazazi wanafuata amri za watoto. Karne ambayo hutosheki na kile kilicho halali katika maisha yako, unafurahia zaidi kile kilichokuwa haramu katika maisha yako. Karne ambayo hutosheki kile ulichopewa na Mola wako, unataka zaidi ambacho hakipo katika uwezo wako. Karne ambayo kukaa bila utumiaji wa mihadharati, unahisi kama ambaye hauna furaha katika moyo wako, lakini unapotumia mihadharati unaona ndiyo chanzo cha kufungua furaha za maisha yako. Kwa karne yenye giza kama hii, watoto wanataka mwongozo zaidi kuliko zile karne za nyuma. Kwa hivyo msingi wa kwanza muhimu wa mama, elimu ya kwanza muhimu anayotaka mama ili kuweza kumsaidia mtoto wake asididimie katika giza la karne ya 21, ni kwamba yeye atafute kila aina ya elimu ya kujua ni wakati gani wa kumsomesha mtoto, ni wakati gani wa kuzungumza na mtoto, ni wakati gani wa kumwelekeza huyu mtoto, ni wakati gani wa kumpa zawadi huyu mtoto, ni wakati gani wa kumnyima huyu mtoto, ni wakati gani wa kuonyesha kitu fulani kwa huyu mtoto, ni wakati gani wa kumpeleka mahali fulani huyu mtoto, ni nani atakuwa mfano mzuri katika maisha ya huyu mtoto, ni aina ya kazi ipi ambayo itamfaa huyu mtoto, ni njia ipi akifuata huyu mtoto atafikia mwisho wake ulio mema. Bila ya kufanya juhudi ya kuelimika ili kusudi uwe na uwezo wa kumuongoza huyu mtoto, ukijua kwa hakika njia anayoifuata ni njia nzuri, bali wewe unabahatisha na kubahatisha, pengine ufaulu na pengine usifaulu. Msingi wa pili na ilmu ya aina ya pili ambayo ni muhimu katika maisha ya watoto wetu ni kujitahidi, na kujitahidi kwa kila upande kuhakikisha umeilinda ndoa yako isivunjike. Si kwa sababu wampenda sana pengine aliyekuoa, isivunjike si kwa sababu unataka kuwa naye sana yule aliyekuoa, la, isivunjike kwa sababu unaamini mtoto halelewi na mzazi mmoja. Mtoto lazima alelewe na wazazi wawili. Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba Adam alayhi salam, alimuumba bila ya mama, bila ya baba. Kisha akamuumba Hawa kutokamana na Adam mwanaume, hakukuwa na mwanamke. Kisha akamuumba Isa alayhi salam kutokamana na Maryam, hakukuwa na baba. Lakini wewe na mimi, Mwenyezi Mungu alijalia kwamba ni lazima tuwe na baba na tuwe na mama, positive plus negative, two wings. Hakuna ndege anayeweza kuruka kwa bawa moja, amna. Hakuna samaki anayeweza kuogelea na sikio moja, amna. Hakuna mwanadamu anayeweza kutembea vizuri na mguu mmoja. Sasa huyu mtoto wetu ni lazima na yeye alelewe na wazazi wawili. Kila mzazi wa kike na wa kiume wana mchango tofauti katika ukuaji wa huyu mtoto. Kwa hivyo mama ambaye ananadharia, anaona mbali,
anawaona wajukuu zake kabla hawajazaliwa, anakuwa na hadhari sana asiharibu ndoa yake. Wanasema karne ya 21 ni karne ya simu ambazo ni wireless. Karne ya 21 ni karne ya watoto wanaozaliwa fatherless. Karne ya 21 ni karne kuna kupatikana watu ambao wako useless. Karne ya 21 ni karne ndoa zinafanyika loveless. Karne yani less. Kwa hivyo ukitaka huyu mtoto wako aishi vizuri katika hii karne ambayo mimi na wewe tumepata bahati ya kuishi, ni lazima ufanye kila kinachowezekana kulinda ndoa yako. Utafiti wa kila aina ambao umefanyika katika kila pembe ya ulimwengu kuangazia ni vitu gani vinavyosababisha watoto wakakuwa wakiwa wakorofi, hasa wa kiume, wakawa walevi, wanapenda vita, vurugu, hawataki kusoma, hawasikilizi kina mama, hawasikilizi walimu shuleni, na vituko vya kila aina. Wataalam wanasema moja katika sababu ni kwa sababu nyumba zetu nyingi sana hazina mababa. Na bahati mbaya wengine wamekosa baba si kwa sababu kumetokea talaka. Wamekosa baba si kwa sababu baba amekufa. Amekosa baba kwa sababu baba hajulikani yuko hai ama amekufa. Labda ulevi umemshinda nguvu, labda upuzi mwingine umemshinda nguvu. Siku moja kuna mwanachuoni mkubwa ilikuwa amewaambia watu wa kijiji waandike majina ya wale watoto ambao hawana mababa ili wapate kusaidiwa siku ya sikukuu. Listi ikatengenezwa, wale watoto wakaambiwa waende katika kasri ya mfalme kuchukua zile sadaka ambazo zimetengwa kwa watoto ambao hawana baba. Watoto wakaenda mmoja baada ya mmoja. Mtoto mwingine alipokwenda akienda amefuatwa na mtu mzima. Yule mfalme akamuuliza, huyo aliyefuatana na wewe ni nani? Akamwambia, huyu ni babangu. Akamwambia, kama huyu ni babako, kwa nini umeingia katika orodha ya watoto ambao hawana baba? Yule baba akasema, nimeona atafaidika, kwa hivyo nimemleta afaidike. Akasema, hata sitakuuliza maswali mengine zaidi. Hicho kitendo cha wewe kumfanya mtoto wako aitwe mtoto ambaye hana baba tayari kinaonyesha yeye hana baba, hata kama wewe bado uko hai. Kwa hivyo ninachokisema na wanachosema wale waliosoma kuliko sisi ni kwamba ndoa ni chaguo letu, na ndio tunapochagua tunachokichagua pia tuwe na uvumilivu kuendelea nacho kile tunachokichagua. Tusikitoe katika maisha yetu wakati ambapo kinahitajika na maisha ya watoto wetu. Ni kweli mara nyingine inafika kiwango ambacho huwa tumechoka, na kwa sababu talaka imeruhusiwa katika dini yetu, kwa hivyo inakuwa rahisi mama kuomba talaka ama kulazimisha talaka, na ana watoto 5 bila kufikiria huyu niliye naye yuko na mimi hivi sasa na watoto hawatizami vizuri. Je, akishatoka katika maisha yetu atakuwa na msaada gani katika kulea hawa watoto wetu? Mara nyingine ile kuwa baba yupo katika maisha ya watoto, it's enough kuwafanya wale watoto wawe na adabu ya aina fulani, kujua tu baba yetu yupo. Lakini watoto wakiwa wakubwa
na ukijua ndani ya nyumba aliyopo ni mama peke yake, na kiwa na ufahamu kwamba mama roho zao ni hafifu, wako na wapesi wa kukubali kila kitu, kwa watoto wanachukua advantage ya kutumia ule udhaifu wako wa kutoweza kusema hutaki, haiwezekani, hamwezi kufanya. Mara nyingi mama anakuja anakwambia, mtoto wangu amekosa kunisikia, sasa amekuwa barobaro miaka 15, babake yuko Bahrain anafanya kazi, ni mimi tu na wao ndani ya nyumba. Sasa unamuuliza, huyu mtoto wako amejifunza vipi tabia mbaya? Ana marafiki wabaya? Hana. Anaenda mahali mbaya mbaya? Haendi. Sasa amesoma wapi haya mambo mabaya anayoyafanya? Mama anakwambia anaona kwenye simu. Nani aliyenunulia simu? Nani aliyempa simu? Mimi ndio nilimpa simu. Kwa nini? Kwa sababu niliona hiyo ndio njia pekee itakayomtuliza. Kwa mtoto akikukera ndani ya nyumba, akiwa mtukutu ndani ya nyumba, wataka kulala huwezi kulala, wataka kuzungumza na wageni wako huwezi kuzungumza, wataka kwenda harusini huwezi kwenda harusini. Mtoto anakuwa kero kubwa sana ndani ya nyumba. Sasa unatafuta njia ya kuondoa lile kero. Sasa njia rahisi siku hizi ya kuondoa kero ni kumpa mtoto smartphone. Mtazamo wako ni kwamba ile smartphone ataitumia kucheza games. Kwa hivyo unamfungulia games, anaanza kucheza zile games. Vile vidole mara vinateleza, vinatoka kwenye games zinaenda kwenye movies. Anaanza kuona raha ya kuangalia movie. Anaona raha ya kuangalia movie, kile kidole kinateleza tena, kinaenda kwenye sehemu ya kuona picha zilizoko uchi, anafurahia. Na ukishtuka mtoto wako anajua kila kitu na zaidi ya kile wewe unachokijua. Na mara nyingine ile hali ya kwamba kuna mtu wa kushauriana naye kwa njia moja ama nyingine, huyu mtoto akianza utungu, ni nafuu kubwa kufanya ulezi uwe rahisi. Lakini ikiwa hauna mtu wa kushauriana naye na mtoto ameanza ukorofi, ule ulezi unakuwa mzito zaidi, na mtoto kupotea inakuwa ni rahisi zaidi. Ndugu zangu, msingi wa pili wa karne ya 21, ikiwa mama anataka ulezi wake uwe mzuri, ni muhimu sana, tena sana, kuzuia nguzo ya ndoa yako. Not everything is a bed of roses. Mara nyingine ni ile mitihani unayopata katika maisha yako hapa duniani inayokuwa sababu ya wewe kuwa rahisi kuingia peponi. Usiombe Allah subhanahu wa ta'ala akayafanya maisha yako ya duniani yakawa ya raha bila mitihani. Muombe Mwenyezi Mungu akupe uwezo wa kuivumilia mitihani inayopatikana maisha ya leo. Kule kuvumilia ile mitihani inayopatikana katika maisha ya leo inakuwa ndio ufunguo wa kufungua milango ya maisha iliyo bora, yale ya kesho. Kwa hivyo na iwe iwavyo, na iwe hali mbaya inavyokuwa, na iwe tabu inavyokuwa tabu, lakini zunguka nyuma uangalie watoto wako. Wengine wana miaka 3, wengine wana 7, wengine wana 12, wengine wamebali. Alafu sasa wewe kitu kidogo tu tayari umesimama, unamwambia mzee, mimi siwezi tena, sasa wewe nenda. Sasa mzee anakwenda, na kule unapokwenda mara nyingine ujui, anateleza, anaingia katika familia nyingine, na huko watoto wanateseka. Kwa hivyo msingi muhimu sana katika kulea watoto katika karne ya 21, nataka kurudia, ni kujitahidi kuishikilia nguzo ya ndoa yako.
Msingi wa tatu wa karne ya 21 ni msingi wa kushikilia ibada zako. Al-Asqalani, mwanachuoni mkubwa sana wa sheria katika dini yetu ya Kiislamu, ilikuwa akiingia nyumbani kwake akiona raha, akimwona mkewe yusoma Qur'an na watoto wake, anaswali na watoto wake, na ilikuwa akinadi akisema, lao wale viongozi walioko kule nje, lao wale matajiri walioko kule nje, lao wale walio bora kuliko mimi walioko kule nje, wangejua raha nilionayo ndani ya nyumba yangu, kwa sababu mama wa watoto wangu ana bidii ya kuongoza watoto wake na watoto wetu, na watoto wetu wanafuata ibada katika njia inayofaa. What a beautiful sight katika maisha yetu, kwamba unaingia ndani ya nyumba, badala ya kuona watu wanasikiliza taarabu, unaona watu wanasikiliza Qur'an. Badala ya kuona watu wanafanya mambo ambayo sio ya sawa, unaona watu wako kwenye miswala wakiswali. Badala ya kuona watu wamelala na kungorota katika vitanda, unaona watu wanasujudu katika mswala. Badala ya kuona watu wanapika wakila, unawafanya watu wameshika tasbihi wakisoma adhkar. Kwamba nyumba zimegeuka, zimekuwa misikiti, badala ya kuwa mapango ya kuishi majini kwa starehe zilizo nyingi. Ndugu zangu, karne ya 21 yatakikana malezi yetu yawe more on education than entertainment. Malezi yetu yawe zaidi katika kuelimishana sisi wazazi na watoto wetu, kuliko kuwajengea watoto starehe za kila aina ukifikiria kwamba watakuwa wawe watu wazuri. Badala ya kufikiria wiki hii sisi tutasoma juzu ngapi hapa nyumbani tukamilishe na watoto wangu, unafikiria ni sehemu gani nzuri ya kupeleka watoto weekend. Unapigia watu wa masimu, sehemu gani? Kila mtu anakupa advice yake. Wapeleke Seafront, wapeleke Mambrui kuna Sand Dunes, wapeleke Gede kuna Gede Museum, wapeleke wapi? Yani wiki nzima unapiga masimu ukiuliza ni wapi nitawapeleka watoto wangu waende wakastarehe, ni wapi? Badala ya kuzingatia na kufikiria na kuuliza ni uradi gani ni kusoma na watoto wangu watapata baraka, wakue wawe watoto wazuri, ni njia gani nitakayoitumia mimi kama mama kuwafanya watoto wangu wawe wakifanya homework kwao ni raha badala ya kuangalia television, ni njia gani nitakayotumia kuwajenga watoto wangu mioyo yenye kupenda elimu na kupenda kusoma, ni njia gani nitakayotumia kuwafanya watoto wangu wawe na bidii kujenga maisha yao ya kesho, ni njia gani nitakayotumia kumfanya mtoto wangu ambaye ameanza kupotea arudi awe mtoto mzuri, shule gani nitampeleka, madrasa gani nitampeleka, ni mamu gani ambaye ataweza kuzungumza na mtoto wangu awe mtoto mzuri, ni mamu gani anaweza kumfanyia mtoto wangu rukia ajenge moyo wake uwe moja mzuri. Hakuna silaha iliyokubwa katika karne ya 21 kwenye vita vya ulezi kama silaha ya kutumia ibada. Na dadangu, huwezi kumpa mtu kitu ambacho wewe huna ama wewe ukifanye. Huwezi kumfundisha mtoto wako elimu ambayo wewe huna. Huwezi kumfanya mtoto afanye kitu ambacho wewe ukifanye. Kwa njia rahisi sana ya kumfanya mtoto awe atafanya mambo mazuri nyumbani ni kwamba wewe kama mama unafanya mambo mazuri unapokuwa nyumbani. Msingi wa 4 katika karne ya 21 ambao unajenga maisha yetu na maisha ya watoto wetu, maisha yetu na maisha ya watoto wetu. Kijana mmoja maskini, mamake alimpoteza babake yeye akiwa mchanga sana. Babake aliwakimbia mapema sana.
Mungu ajua zaidi sababu ilikuwa nini. Mama yule akateseka sana kumlea yule mtoto kwa taabu peke yake, hana usaidizi. Mtoto alipoanza kuingia katika miaka 11, 12, 13 akaanza kupata marafiki wabaya. Kwanza akaanza kushuka katika masomo yake shuleni na madrasa, kisha akaanza kukosa adabu nyumbani, kisha akaanza kukataa kwenda shuleni, kisha akaanza kuomba ruhusa kwenda kulala kwa marafiki zake, kisha akaanza kuchukua vitu nyumbani, na mama akishtuka yule mtoto aliyenaye na ni mtoto pekee amempoteza. Mama akawa anatembea kila night club usiku kutafuta yuko wapi, angalau amuone tu. Akawa anaenda kila majumba kumuona amelala wapi, ili angalau amjue tu yuko hai. Akitembea kila aina ya police station kuonekana ameshikwa yuko polisi gani. Akaenda kotini kila baada ya wiki kusikiliza tu hii kesi itamalizika vipi. Babake kila siku tuko pale, ametoa depression wako, lakini